Leo tutaangalia usaili JWTZ unafanyikaje, aina na mchakato wake kwa kina. Ukituma maombi JWTZ, jiandae kwa mchakato wa usaili ambao sio wa kawaida. Usaili wa JWTZ ni mkali na wa kina na wa kiaskari. Leo nitakuonesha hatua kwa hatua aina za usaili unaoweza kupitia. Usikie kutoka kwangu kabla haujaitwa. Aina ya kwanza ya usaili ni usaili wa nyaraka, document verification. Huu hufanyika mara tu unapowasili kwenye kituo cha usaili. Vyeti vyako vinakaguliwa, na ukikosa nyaraka sahihi au ukawa na nyaraka bandia, unatolewa mara moja. Hakikisha jina lako linalingana kwenye vyeti vyote. Aina ya pili ya usaili ni usaili wa mwili, physical fitness test. Jeshi linahitaji watu wenye afya na nguvu. Hapa utapimwa urefu na uzito, kukimbia kilomita 2 hadi 5, push up, sit ups na stamina, hali ya miguu, mgongo, macho na meno. Ukishindwa hapa utaondolewa. Usaili wa tatu ni usaili wa kisaikolojia na tabia, mental and behavior assessment. Hapa unapimwa uwezo wako wa kufikiri, msimamo na tabia yako, na hapa utakuwa na maswali ya kujieleza, matukio ya dharura ambayo ni reaction test, na pia wanaangalia nidhamu yako na jinsi unavyojieleza. Aina ya nne ya usaili ni usaili wa kitaaluma, kama uliomba nafasi ya kitaaluma. Kwa walioomba nafasi maalum kama uhasibu, IT, udereva, ualimu na kadhalika, unaweza kuulizwa maswali ya taaluma yako uliyoomba. Unaweza kupewa majaribio madogo ya vitendo. Usaili aina ya tano ni usaili wa kijumla wa nidhamu na mwelekeo wa kijeshi. Hapa unasimama kama askari, unatii maagizo, unavaa vizuri, unajieleza vizuri, unajiamini. Hapa wanaangalia kama una uwezo wa kuishi kijeshi. Jeshi halitaki mtu yeyote tu. Wanahitaji watu walio tayari kuishi maisha ya nidhamu, nguvu na uzalendo. Ukijua aina ya usaili mapema, una nafasi kubwa ya kufaulu.